Tuende moja kwa moja Mnyamwezini kule Marekani. Wanasema utawala wa rais wa Marekani Donald Trump umeendelea kuzitikisa baadhi ya nchi ulimwenguni baada ya pendekezo la kuweka marufuku mpya ya kusafiri kuingia nchini humo, hatua ambayo inatajwa kuwaathiri raia wa mataifa kadhaa kwa viwango vinavyotofautiana. Kwa mujibu wa maafisa wa serikali ambao hawakutajwa majina, wameeleza kuwa pendekezo hilo linahusisha nchi 43 huku nchi nyingine 22 zikipewa siku 60 za kushughulikia masuala yanayoipa wasiwasi Marekani. Taarifa ya Stella Rogers inasoma studioni na Rukia Mohamed. Mwisho wa wiki iliyopita, rais wa Marekani Donald Trump alitikisa vichwa vya ulimwengu baada ya kutolewa kwa pendekezo jipya la marufuku ya kusafiri kuingia nchini Marekani, ambayo itawaathiri raia wa mataifa kadhaa kwa viwango vinavyotofautiana. Kwa mujibu wa gazeti la New York Times, maafisa wa Marekani wamesema pendekezo hilo linahusisha nchi 43. Katika hali ya kushangaza, katazo hilo limeonekana pia kuwalenga raia wa Moscow ambao pia ni washirika wakuu wa Marekani, ambapo wameelezwa kuwekewa vikwazo zaidi kwenye utaratibu wa kuingia nchini humo. Miongoni mwa nchi ambazo raia wake watazuiliwa kabisa kuingia Marekani ni Afghanistan, Libya, Korea Kusini, Somalia, Sudan, Syria, Venezuela na Yemen. Kundi jingine la nchi ambazo hati zao za kusafiria zitawekewa vikwazo vikali ni Belarus, Eritrea, Haiti, Pakistan, Russia, Sierra Leone na Sudan Kusini. Nchi nyingine 22 zitapewa siku 60 za kushughulikia masuala yanayoipa wasiwasi Marekani, vinginevyo zitahamishwa kwenye kundi linalowekewa vikwazo zaidi. Mapendekezo hayo ya upanuzi wa vikwazo vya kuingia Marekani yamezua wasiwasi na upinzani kutoka kwa mashirika mbalimbali. Mashirika ya haki za binadamu yanalenga kuwa marufuku hiyo inaweza kulenga mataifa yenye Waislamu wengi, huku upande wa wataalamu wa masuala ya kisheria wakieleza kuwa vikwazo hivi vinaweza kukabiliwa na changamoto za kikatiba sawa na marufuku ya kwanza ya Rais Trump ya kusafiri ambayo ilipitia vita vingi vya mahakama. Viongozi wa biashara nao hawajabaki nyuma, kwani wameonyesha wasiwasi kuhusu jinsi vikwazo hivi vya usafiri vinavyoweza kuathiri biashara ya kimataifa na uwekezaji wa kigeni. Utawala wa Rais Donald Trump unasema kuwa vikwazo vipya vya usafiri vinahitajika ili kuimarisha usafiri wa mipaka ya Marekani, kushughulikia wasiwasi kuhusu mataifa yanayouza passport ili kukwepa sheria za uhamiaji. Hatua hii inafuatia amri ya utendaji iliyotolewa mwezi Januari na rais huyo wa Marekani, ambayo iliamuru hatua kali za usalama kwa wageni wote wanaoingia nchini humo. Rukia Mohamed, Kasri la Kikeke, Crown Media, Dar es Salaam. Sasa na Ruki, na sasa moja kwa moja twende Marekani, tuungane na mchambuzi wa siasa za kimataifa Mubelwa Bandio, akiwa ndani ya gari yake pale, nafikiri bado kibaridi kinapuliza. Karibu sana. Na mzura wake kabisa. Uko wapi? Manake nikiangalia mitandao yako ya kijamii unasafiri sana, sina uhakika uko mji gani saa hizi? Kati ya mimi na wewe nani wa kumuuliza naye? Walau yeye unamwona anatokea Crown, una uhakika yuko Dar es Salaam sasa hivi. Afadhali nikienda mimi najulikana nilipo. Wewe watu tunasikia tu hayupo. Karibu sana. Niliposikia nasema tuende Marekani nikasema karibuni. Naam, hii hatua tunajua Donald Trump mara kwanza alifanya hivi, amerejea mara ya pili tena. Nianze kwa sisi wa Afrika ambao tunaishi ughaibuni. Tulivyosikia tetesi tu kwamba kuna mataifa yatapata zuio, Waafrika walikuwa wako katika hali gani? Hata wewe pengine labda ulipata wasiwasi kwamba pengine hata nchi yetu inaweza kaingia kwenye orodha? Kwa nchi yetu hapana, hatuja trend kwa namna yoyote ile katika sababu ambazo zingeweza kutoka katika spotlight katika lile muliko la hii. Kuweza nimeshangaa Afrika Kusini sijasikia, lakini nafikiri watu wengi wana wasiwasi, hasa kama walikuwa na ndugu ambaye kwenye process kule, kama una ndugu ambaye amesafiri kwenda kule. Kumbuka ilitokea mara ya kwanza 2021,
ilikuwa ni haijalishi uko nje, lakini kama unataka kuja kutokea kule, hata kama kila kitu kilikuwa kimekwisha kukamilishwa, ilikuwa ni usiingie mpaka tutakapokufikiria. Kwa hiyo wasiwasi watu wengi ilikuwa ndugu, jamaa, marafiki, wafanyakazi wenzao ambao wapo katika sehemu zile na tayari kuna ile zuio. Unajua mara nyingi hizi executive orders, hizi amri ambazo Rais Trump anazitoa sio kama nyavu za kuvua, ni kama kokoro, inakusanya yeyote aliyepo katikati, mwenye haki na asiye na haki. Kwa hiyo akisema nimeweka zuio, hata yule ambaye ameshakamilisha taratibu zote, ni mkimbizi ama alikuwa kule likizo, kwa namna moja ama nyingine utazuiwa mpaka utakapotafuta njia mbadala. Na hii kwa baadhi ya watu, kwa mfumo wa nje ambao pia umepata kuishi, unafahamu kwamba kuna wakati kuchelewa kuwa mahali ndani ya wiki moja ni tofauti kati ya kuendelea kuyamudu maisha au kuwa maskini. Kabisa. Kwa watu ambao pengine hawafuatilii sana siasa za kimataifa, lengo hasa la Trump ni nini kuweka zuio hili kubwa? Lengo la Trump, ameingia na sera ya Marekani kwanza, na hii sera imekuwa katika upana ambao hakuna ambaye amewahi kuifikiria. Watu wengi ambao walimpigia kura na ambao walikuwa wakiamini kabisa kwamba sera zake zitaifanya Marekani kuwa kwanza, sasa hivi tumeanza kuona wameathirika. Hii kuanzia na swala zima la tariffs ama zile tozo ambao wamekuwa wakiliweka, limetuathiri sana sisi wenyewe. Kupunguza wafanyakazi, walikuwa wakiamini kwamba kuna baadhi ya watu feki hasa kutoka katika mataifa ya nje ambao wamekuwa katika serikali, wameingia tu wakisema kwamba tunafunga. Kufungwa kwa masuala ya USAID, walioathirika sehemu ya Wamarekani wengi wameathirika. Sasa ameingia na hii, lengo ni kwamba anaamini kutoka huku kuna vitu vibaya ambavyo vinaingia ndani ya nchi ya Marekani. Ana uthibitisho, unaweza kuwa kuna vitu viwili, vitatu, vinne ambavyo vipo, kwa sababu kuna baadhi ya data ambayo inaonyesha kuna changamoto kutoka katika baadhi ya sehemu ambazo amezungumzia, lakini amri ambayo amechukua inawaathiri sio tu wale ambao wanatoka katika mataifa yale, lakini watu wengi walioko hapa. Ni sera yake ya Marekani kwanza, na akijua kabisa kwamba harejei tena kugombea na kuomba kura. Ameingiza tunasemaje, loyalties ambao sasa hivi tena sio wataalamu, bali wale watu ambao ndio mzee. Na sera yake ya Marekani kwanza safari nafikiri imekwenda above and beyond. Hakuna ambaye alipata kufikiria kwamba baadhi ya vitu vitawezekana. Vimewezekana, na vilio ni vingi sana mtaani. Hii timu yake najua itapeleka watu mahakamani, na tunaona kwa mfano hao Venezuela ambao wameondolewa licha ya jaji kuzuia. Haugopi sasa kwamba hizi kesi zitaingilia hata kwenye kazi zake ambazo anataka kuzifanya? Trump ana sheria, ana wanasheria wanaojua namna njema ya kucheza na sheria. Kwa mfano, ili swala la Venezuela, hakuna sehemu ambayo jaji atasema kwamba Trump amekaidi amri yake, kwa sababu wakati zuio linatoka mahakamani, tayari ndege ilikuwa angani na ilikuwa katika sehemu ambayo amesema kwamba tusingeweza kuirudisha kurejea huko. Tayari kwa ameshafanya makubaliano ya kuwalipia $20,000 kwa kila mfungwa kwa nchi ya kule wanakokwenda kuchukuliwa kule. Sasa hivi wanapokwenda kutoa ni Ecuador, ni wapi, ni bei nzuri sana, hata rais wa kule alifurahia. Unaona? Kwa hiyo amesema basi samahani, tumechelewa kupata hii taarifa, ndege imekwisha kuondoka, hatutowaondoa tena kwa kutumia njia ile ambayo wewe umezuia, tutatafuta njia nyingine ya kuweza kuondoa. Kwa hiyo si kwamba amevunja sheria pase, ila anajua namna ya kuizunguka sheria kuendelea kufanya kile anachotaka kufanya. Lakini kule mambo ni kwamba ana kesi nyingi ambazo zinaonyesha kwamba maamuzi yanayoyafanya yanakwenda kinyume na sheria inavyoweza kuruhusu. Na wengine wanasema kwamba ana stretch na kujaribu mahakama kuona kitu gani itakubali, kitu gani itakataa. Lakini kweli ana kesi nyingi sana katika maamuzi ambayo ameyafanya mpaka hivi sasa, mpaka baadhi ya watu hata ndani ya Republican wamekuwa wakiuliza kwa nini unaendelea kufanya kama unajua kwamba vitu hivi vitaendelea kupingwa mahakamani. Lakini bado ameendelea kusema kwamba lengo lake ni kuweka Marekani kwanza. Changamoto tu ni kwamba kufanya Marekani kwanza kuna iathiri Marekani kwanza. Na najua siku 100 bado hazijapita, lakini tathmini zinasemaje kuhusu maarufu wake mpaka hivi sasa? Unajua hajafikisha 60 lakini mambo ni mengi. Hajafikisha 60. Na kwenye kipindi ambacho kuwepo bwana wewe, ni kama kashafika tarehe 20 mwezi wa 3. Mambo mengi yametokea kabisa. Lakini ndani yake hapa nafikiri Imani tulizungumza, nikakwambia kwamba tusizongee chochote wakati wa kuapishwa, tusubiri ndani ya siku 100 na zaidi tuje tuzungumze katika uchaguzi wa katikati ya muhula. Na ni katika kipindi hiki ukimwambia mtu kwamba Rais Trump amekuwa hapa ndani ya siku zisizopungua 60,
hakuna mtu anaweza kuamini maamuzi ambayo yamefanyika, namna ambavyo wameweza kutawala vyombo vya habari, athari ambazo ziko mtaani. Nazungumzia athari ambazo ziko mtaani hivi tunavyozungumzia. Ameamka tu jana na kusema kwamba anaifunga Voice of America. Kuna familia 1300, maana yake watu 1300 ni livelihoods 1300 ambazo zinategemea pale. Wengine wamesema kwamba tutafikiria ndani ya siku 60. Sasa kuna zile athari za moja kwa moja, hata unapomwambia mtu kwamba nitaendelea kukufikiria wakati ambao sidhani kama hiki chombo kinafaa. Ukumbuke tunazungumzia saikolojia ya watu kwa miaka yote ama kwa muda wote ambao watakuwa nayo pale. Athari zimekuwa ni kubwa sana hapa ndani. Na ukweli mambo ni kwamba kama kuna athari kubwa zaidi ambazo bado tunazisubiria na kuona zitakujaje, ni zile swala zima la tozo. Ili tozo, vita ya tozo kati yake na Canada na nchi yoyote. Mtu yote, mtaalamu yote atakwambia hakujawahi kuwa na mshindi katika vita vya kiuchumi. Na ndivyo ambavyo amevianzisha na tumeanza kuona athari zake, na tumeambiwa bado sana. Aliahidi kwamba ndani ya saa 24 angemaliza vita tangu atakapochaguliwa, sio atakapoapishwa, atakapochaguliwa. Vita vya Ukraine na Urusi, mambo bado yanaendelea. Aliahidi kwamba bei ya mayai na vitu vingine yote ingepungua. Kama unakumbuka kuna siku alikuwa anahutubia, alituhutubia taifa akiwa amepanga mayai na celeries na mboga pale mbele, akisema kwamba hivi vyote mkinichagua tu mambo yatakuwa yamekwenda. Mambo hayajawa jinsi yalivyo. Nafikiri uhalisia mambo ni kwamba hakuna mtu mwenye kufuatilia siasa kamili na mwenye akili timamu aliyekuwa akiamini kwamba alichokuwa anakisema kinawezekana. Kwa sababu kule mambo ni kwamba inachukua zaidi ya rais kufanya maamuzi haya mambo kushuka. Ukiangalia stock market nayo imeplunge kwa mambo kama hayo. Lakini ni kwamba watu wote wali overlook haya, wali overlook kuhusiana na kesi zake, ali overlook kuhusiana na ahadi zake nyingine zote za kuinvoke hii sheria mwaka 1780. Yote aliyazungumza 1798 nafikiri. Yote aliyazungumza, lakini watu waliyapita kwa sababu ya hali mbaya ya uchumi uliokuwa kipindi kile na mwenendo wa nchi kulingana na Joe Biden. Hatukuweka mizania, tulitaka mabadiliko. Sasa mabadiliko na maendeleo ni vitu viwili tofauti. Maendeleo yote ni mabadiliko, ila si mabadiliko yote ni maendeleo. Na ndipo ambapo tumekwama hivi sasa. Tumeona mabadiliko ila atuendelee. Uungwaji mkono wake ukoje sasa hivi? Uungwaji mkono wake ni mzuri sana miongoni mwa watu ambao wanamuunga mkono. Trump ni nafikiri tulizungumza ndio kipindi kile kama Harris anaingia tu kwenye mbio, nikakwambia huyu ni most divisive figure kabisa. Ni kati ya viungo ambao wamegawa zaidi dunia, kwa wanaomkubali wanamkubali zaidi, wanaompinga wanampinga zaidi. Lakini katika kura za maoni sasa, ambazo huwa sipendi sana kuzungumzia, kura za maoni zinaonekana kama vile uungwaji mkono wake umeshuka. Lakini nitakwambia hivyo kwa sababu watu wameacha kushiriki pia. Kwa hiyo unaangalia hata namba inazidi kushuka. Ukweli mambo ni kwamba majanga sasa hivi yanazidi. Watu hata kama kuna ahadi ya kwamba ndani ya miaka miwili ama mkituvumilia tu ndani ya mwaka mambo yatakuwa sawa, ukweli ni kwamba mimi nitaufikisha huo mwaka. Maisha yetu nafahamu ni paycheck to almost paycheck. Yaani Ijumaa unalipwa, wewe Jumatano sasa hivi ngoma imekatika. Sasa ukiniambia nikuvumilia miezi miwili, mwaka, inakuwa ngumu. Inawezekana na nia njema, lakini kufanya jambo njema kwa njia sio njema wakati mwingine nayo ni jambo ambalo linasikitisha. Kwa hiyo tupo tumenaswa, watu wanaanza kufeel pain, na ukweli mambo ni kwamba kura zinaonyesha kwamba watu wamuungi mkono, lakini haimaanishi kwamba hana watu wa kutosha wanaomuunga mkono hivi sasa. Swali kwamba kama uchaguzi ungerudiwa leo kwa watu kujua wanayoyajua hivi sasa, ngoma ingekuwa ngumu sana. Tumeona kuna baadhi ya watu wamehama kabisa Marekani, kuna watu wamehamia Uingereza, kuna watu wamerejea Afrika. Kwa hiyo Waafrika ambao wanazungumza nao kwa sekunde moja tu wanasemaje huko? Kuhama si mpaka una uwezo. Wanaohama ni wale ambao wana uwezo. Kama una uwezo tuko hapa tutapambana. Asante sana Mubelo Baba, ndio akiwa Marekani huyo. Crown Media. Hapa ni nyumbani.